Mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Nurdin Bilali maarufu kama Sheta amewahamasisha wadau wa sekta mbalimbali kujitokeza kusaidia makundi maalum yenye uhitaji katika jamii kama vile alivyofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumwasili mtoto Grace Samia Suluhu Hassan. Meya Bilali ametoa wito huo leo wakati wa futari iliyowakutanisha wadau kutoka sekta tofauti katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam, huku akisisitiza kuwa umuhimu wa mshikamano na kusaidiana hasa katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza tunaamini kuwa miezi hii iliyoambatana especially kwenye Ramadhan iftar, lakini pia tunaungana na Kwaresma, kwa maana wananchi wote wenye imani katika imani mbili hizi wote wanafunga, na kufunga maana yake ni kufanya matendo zaidi ambayo Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema yeye anatamani kila wakati yafanyike. Lakini pia ni mwezi ambao unatukumbusha kwamba tuwe karibu na tuwe na matendo mema. Na hii haimaanishi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani mwezi mtukufu unakuja kwa maana ukifanya ndani ya mwezi tunaamini unaweza ukaadapti tabia hiyo kwa maana ya mafundisho na mambo mengine ambayo hata mwezi huo unapokuwa unaisha basi wewe unakuwa ni mtu mwema, kwa maana hakuna dini ambayo inafundisha matendo mabaya. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu mimi Nurdin Bilali Juma nikasema japo kuwa ni utaratibu katika nafasi hii, lakini mimi nikasema hapana, lazima tutumie kipindi hichi kuhakikisha kwamba tunawakumbushana na sisi na wananchi wetu katika jiji la Dar es Salaam kwamba mwezi huu mtukufu turudi kwa Mungu, tufanye mambo mema. Lakini umeona iftari wengi walokuja hapa ni watoto ambao wenye uhitaji na watu wenye kwa maana makundi maalum wamefika hapa kuhakikisha kwamba tunakaa nao, tunazungumza nao na tunakumbushana. Tumemsikia hapa Kaimu Mufti amezungumza. Kuna mambo ya kuadapt ambayo mazuri amefanya ambayo ikiwemo kama hili na sisi tunawafanya, lakini pia ni kukumbushana kuendelea kuwa na watu wema. Lakini katika jamii yetu kuna watu wana uhitaji sana. Kwa hiyo tunapokaa nao kama hivi na wadau mbalimbali tumeona wamekuja hapa, wanavyoona hivi basi tunawakumbusha kwamba tunao katika jiji letu pia kuna watu wana uhitaji na tuweze kuwasaidia na kukaa nao kwa karibu. Hiyo ndio maana kubwa ya kufanya hili. Watoto hawa hawajapenda kuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo sisi kwa nafasi zetu tuhakikisha kwamba pale popote ambapo unahisi ukifanya utamgusa mtu mwingine ni jambo la muhimu la kufanya. Na hii si kipindi hiki peke yake. Huo ndio utaratibu wetu katika maisha yetu ya kila siku. Kama una kidogo ukimpatia mwenzako na mwenzako ambaye hana kabisa, kwa sababu ukiangalia watoto hao wote zaidi ya 500, 600, 700 wamefika hapa leo, wote wanaohitaji. Na wengine wameenda zaidi, wanakaa katika nyumba zile tunaziita zenye uhitaji maalum. Msipendi kutumia neno la watoto yatima, uhitaji maalum, kwa maana hawakupenda kutokea yale ambayo yamewakuta. Kwa hiyo tutumie muda mwingi, tutumie nafasi zetu, tutumie hata kwa kidogo kuhakikisha tunawakumbuka kila mara. Lakini tunawasapoti wale ambao wamechukua jukumu la kuwalea, kwa maana watu ambao wameanzisha vituo hivi vya kuwasimamia. Wana mahitaji ya shule, wana mahitaji ya vyakula, wana mahitaji. Tumeona juzi Dr. Samia Suluhu Hassan wanasema wamemuadapti katika lugha ya Kiingereza, Kiswahili amesema amemwasili mtoto yule ambaye ametupwa. Watoto wengi hao vyanzo vyao vingine ni hivyo. Kwa hiyo tuwaangalie. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuonyesha dira kwamba yeye kama kiongozi wetu katika nchi amefanya hicho, na sisi huko ambayo anatuongoza tuendelee kuunga mkono kile ambacho amekifanya. Kwa hiyo pia tuna waangalizi wa vituo kama 4-5 hapa ambao wanawalea watoto hawa, na sisi tutaendelea kuwashika mkono kama jiji la Dar es Salaam. Lakini rai yangu kwa wananchi wote, si lazima uwe tajiri, kutoa ni moyo. Kwa kidogo ambacho unacho basi tuwasapoti. Bwana Nurdin, meya wetu, wewe kama ulipokea kijiti katika kuliendesha jiji hili, mimi na kauli inayoisema hapa ni kwamba tunatakiwa tuenzi urithi wetu. Tuenzi urithi wetu.
kauli mbiu yangu katika hafla hii ni kuenzi urithi. Moja katika urithi ni hiki ambacho leo umekifanya. Ungeliweza kabisa kufanya mengine na ukaachana na haya mambo, lakini haya mambo mimi ninakumbuka tokea miaka ya 90 pale ambapo mimi na akili zangu na ni kiongozi ndani ya baraza, mambo haya yalikuwa yakifanyika hapa. Kwa hiyo wewe umekuja kuendeleza na kuombea Mungu uendeleze urithi huu. Waswahili wanasema usione vinaelea vimeundwa. Mimi na wenzangu tuna mchango mkubwa katika hili linalofanyika leo Tanzania au Dar es Salaam, la kuitana watu kuja kufuturu kwa pamoja, mbali ya watu wa dini moja, lakini hata watu wa dini nyingine wakakusanyana, wakaalikana, wakaja kufuturu pamoja. Hili huko nyuma lilikuwa linapigwa vita. Watu walikuwa wanautumia udini. Kwa nini wewe unamfuturisha mtu ambaye si wa dini yako? Yakawa maneno mengi kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari na vitu vingine, lakini tulisimama imara, tukaihamasisha jamii katika hili. Leo futari mpaka hujui uende wapi, unapata mialiko 6 kwa siku moja, na muda ndio huo futari. Sasa labda tualikane na dawa sasa tuongezee na daku, labda itakuwa tutapunguza. Ukwenda kwenye futari, utakwenda kwenye daku. Walikuwa wanasema hiyo futari haijuzu. Futari hiyo Ikulu pale ukialikwa, Ikulu watu wakialikwa maneno, kwa nini Ikulu ifuturishe? Lakini tulisimama kwa sababu aya tunazo, aya zipo kote kote, kwenye Bible zipo, kwenye Qur'ani zipo, kwenye hadithi ya mtume na maelekezo yake yapo yanayohimiza jambo kama hili, watu kufuturishana, watu kulishana chakula. Kumlisha mtu haiangalii dini yake, kumnywesha mtu haiangalii dini yake, na ukimpa unapata thawabu yoyote ule. Ikiwa kuna mtu aliingia peponi kwa kumpa maji mbwa alimpa maji, mtu huyu ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Seuze ukampa chakula mwanadamu. Kwa hiyo ninachokikusudia kusema kwamba umoja, amani, utulivu, mshikamano, uvumilivu, kuvumiliana, hii ndio tunu, hizi ndio tunu za nchi hii, na hazikuja bure, zilifanyiwa kazi, watu wakaziimarisha.